Nairobi. Tukiendelea ni kwa wanachama kadhaa wa kundi lilokuwa linapinga mbinu ya chama cha upinzani Chadema ya kudai mageuzi ya mfumo wa uchaguzi wametangaza kujiondoa rasmi ndani ya chama hicho. Wanachama hao wa kundi lilojiita G55 wametangaza uamuzi wao mapema hii leo jijini Dar es Salaam, wakisema wamesubiri kwa muda wa kutosha, lakini wameona bado mwelekeo wa chama chao Chadema kuwa si wa kuridhisha. Sisi tumeamua wote pamoja tunajiondoa Chadema, ituachie hicho chama waendeshe wanavyotaka. Sababu sisi hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho maamuzi yake hayafanywi kwa vikao. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho wanachama wanabaguliwa. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho katiba haifuatwi. Hatuwezi kuwa wanachama wa namna hiyo, kwa sababu sisi sio chawa, sisi ni viongozi, sisi tunajitambua. Tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo ambayo yalifanya sisi tuingie. Sasa ni Benson Kigaila huyo ambaye alikuwa naibu katibu mkuu bara wa chama cha Chadema akitangaza uamuzi wa kujivua wanachama. Hata hivyo wanachama hao ambao wengine ni pamoja na Salum Mwalimu alikuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar, Catherine Ruge alikuwa katibu mkuu Bawacha na John Brema alikuwa mkurugenzi wa uenezi wa Chadema hawajasema wanaelekea wapi. Sisi sio wazee wa kufikia umri wa kustaafu. Sisi bado tuna nguvu na malengo ya kisiasa. Kazi ya kuwapigania Watanzania haijakamilika. Tutaendelea kuwapigania Watanzania waweze kufikia mahali ambapo Chadema, na tutaendelea kupambana na CCM, lakini tutatafuta jukwaa muafaka. Sasa kulizungumzia hili kwa kina kidogo, najiunga na mwandishi wetu Samia Wami kutoka Dar es Salaam ambaye amekuwa akilifuatilia sakata hili la mpasuko ndani ya Chadema. Nadhani kuna maana mbili hapo. Kwanza ni ile kwamba wameamua kujiondoa kuonyesha kwamba wana msimamo, kile wanachokisimamia hakijatekelezwa katika chama, kwa hivyo wajiondoe kwa misingi yao au kwa namna yao badala ya kufukuzwa. Siku chache zilizopita zimekuwepo taarifa kadhaa kuhusiana na hali au hadhi ya wanachama wa John Brema ambaye ni mmoja kati ya wanachama waliotangaza leo kujiondoa. Taarifa zingine zinasema alifukuzwa kwa chama, yeye anasema hakufukuzwa. Kwa hivyo inaonekana ni kama vile wametaka kukiwahi chama badala ya kufukuzwa kwa kukosa nidhamu au kwenda kinyume na chama. Wameamua waondoke wenyewe ili kwamba waondoke kwa misingi yao. Lakini inawezekana pia kwamba wameamua kufanya hivyo wakati siku bado zinatosha ili kwamba labda wawe na maandalizi ya kutosha kuelekea katika uchaguzi, kwa sababu siku zinakwenda, miezi imebaki michache. Kwa hivyo wakijiondoa basi wapate kama ni chama kingine au jukwaa lingine ambalo wanaweza kwenda kuendelea na siasa, kwa sababu moja ya hoja yao kubwa ni kwamba wale wanaotaka kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Kwa hivyo inawezekana wanaangalia muda pia kuona wapi wanaweza kwenda na wakatimiza haja na malengo yao. Kujiondoa kwao sasa kuna maana gani kwa chama cha Chadema na kutakiathiri chama hicho kwa kiasi gani? Unaweza kusema ni pigo kwa namna moja au nyingine. Yapo taarifa rasmi kutoka chama na wanachama wengine ambao bado wanatii mpango na sera hii ya Chadema, wanasema hawana athari yoyote. Lakini matukio haya au kelele hizi ambazo zinaendelea hivi sasa zinakuja wakati ambapo chama kwa kweli kiko katika wakati nyeti sana. Kuna kesi inayomkabili kiongozi mkubwa kabisa wa chama, na si kesi ndogo hii, kesi ya uhaini. Kwa chama kinapokuwa katika hali kama hii, unatarajia kwamba wanachama na viongozi watashikamana kwa ajili ya kuvuka kwanza hapo walipo. Lakini kinachoendelea sasa ni hii mivutano, hawa wanavuta huku, hawa wanavuta huku, wakati ambapo kuna chama kubwa. Kwa hiyo kwa kweli si muda mzuri, na kwa namna moja au nyingine kinadhoofisha chama kwa namna moja au nyingine. Athari yenyewe hasa kwamba labda wanachama hawa wataondoka na wenzao wangapi tuweze kuhifahamu kwa sasa. Mpasuko huu na hatimaye kujiondoa kwao Chadema kumepokelewaje na wafuatiliaji wa siasa? Wengi wanaona kama inawakumbusha ni kama vile
vyama vingine, chama cha CUF, chama cha NCCR Mageuzi, na wana wasiwasi sasa kwamba inawezekana hili ndilo litaendelea sasa hata kwa Chadema, na kwamba chama kikabaki kuwa dhaifu zaidi, kwa sababu hata wakati ule, wakati wa CUF, hasa wakati inapasuka miaka hiyo, wengi walisema bado kitaendelea kubaki na nguvu, lakini wengine waliona kwamba kwa kweli kitahusika. Na ni kweli wanachama wengi waliondoka wakajiunga na ACT Wazalendo hivi sasa, na CUF haijawahi kubaki vile ilivyo. Na hata kwa wakati huu ambapo chama kinaendea katika uchaguzi, kuna walio na wasiwasi kwamba chama kitaingia katika msimu huu wa muhimu kabisa kikiwa dhaifu. Jiwa hao waliojiondoa wanamuunga mkono aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe. Sasa anasusia chama hiki. Kwa kweli hizo fikra zipo. Wanaangalia wanaona kwamba hawa ni wale ambao walikuwa wanamuunga Mbowe, lakini kwa sababu hatujaona mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe mwenyewe akijihusisha au kusema chochote kwa namna moja au nyingine, inakuwa kama si haki sana kumburuza na kumuingiza kwenye mnyukano huu unaoendelea. Lakini kwa kweli ni kumtenganisha. Wengi wenyewe wanasema kama muunga mkono Mbowe, lakini wanasema kwamba uchaguzi uliisha, wakatokea kama vile Mbowe alikubali matokeo, lakini wanasema kwa chache sana, na wanasema sana kwa chache ndio mwingine anaona kilizwa, lakini wanasema pia kwamba nao hayatiki bure wao kujua na msingi wa mwandishi wa BBC Gusarafi Nairobi kuhusu siasa za upinzani za Tanzania Kenya kwa mahakama takriban kukabiliana na kifungo cha miezi 12 kwa shtaka kujaribu kufirisha kimagendo kutoka Kenya. Akisa Wandera Wabelgiji mwezi wa Aprili katika kaunti ya Nakuru wakiwa na ya malkia wa siafu wakiwemo Aspisia mesacephalos waliowekwa kwa uangalizi sindano kwa kimo test tubes zaidi ya 2,000 zilizoundwa kudumisha uhai wa wadudu wakati wa usafiri. Walisema kuwa walikusanya siafu hao sio kwa nia ya kuwauza bali kama jambo la kujifurahisha tu. Na mwenzake Mkenya Dennis Ng'ang'a walikamatwa Nairobi wakiwa na takriban malkia wa siafu 100 waliowekwa kwenye sindano zaidi ya 100 na vyombo viwili. Hakimu Njeri Thuku alisema kwa kukusanya siafu wachache kunaweza kuchukuliwa kama burudani, malkia wa zaidi ya 5,000 ni zaidi ya burudani. Lonoe kutoka Ubelgiji alitembelea Kenya kwa mara ya kwanza miaka 5 iliyopita. Mwenzake Sepe alifika Machi kwa tamasha Safari Rally. Babake Sepe aliomba mahakama izingatie umri wa mwanawe, akisema tukio hili limeathiri familia yao. Nguyen ambaye ni raia wa Vietnam alisema aliacha shule kumtunza babake ambaye ni mgonjwa wa saratani na alifanya kazi kwa mfanyabiashara aliyemlipia safari.